Mungu unaishi milele, tuna furaha kubwa tena kwa sababu umeturuhusu kwa kumekupendeza kutupa kibali mbele zako. Tunaomba tukiwa tumenyenyekea mbele zako, akili zetu na fahamu zetu zikijua kwamba kwa uwezo wetu na kwa nguvu zetu na kwa jitihada zetu hatuwezi, lakini wewe ukiwa pamoja na sisi hakuna lisilowezekana na hakuna linalotushinda. Tumekuja hapa kuomba, tunaomba tupe neema ya kuomba. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuziangalia nyakati zijazo unazofanya katika utaratibu wako na katika ratiba yako. Tunaomba Mungu wetu utusaidie. Tunaomba utusaidie. Tunaomba utupe neema. Tuombe. Tuweze kuomba katika neema. Tuombe katika nguvu. Tuombe katika ufunuo. Tuombe katika uwezo. Tuombe tukigusa kiti cha enzi. Tuombe tukiwa tunaweza kupenya anga la kiroho. Kila kilicho kizuizi na kila kilicho uzito katika anga la kiroho kiwe hakiwezi kuzuia nguvu ya kuomba kwa kanisa. Ninaomba uwepo wako. Ninaomba matamio wako. Ninaomba neema yako. Ninaomba nguvu za mbinguni zijae katika nyumba hii na zimfunike kila mmoja. Nami mwenyewe najisalimisha mikononi mwako napokuwa nikiwa tayari kutoa maneno ya utangulizi, maneno ya kulielekeza kanisa lako katika namna itupasavyo kuomba. Ninaomba unipake mafuta, unipe neema, unipe nguvu, unipe mamlaka, unipe ufunuo, ili nene yatoke katika moyo wako. Najisalimisha hivyo mbele zako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mwaka jana tuliomba na Mungu alisema na sisi mambo kadha wa kadha, na miongoni mwa mambo Mungu alizungumza pamoja na sisi ni neno hilo ambalo liko mahali hapo. Na kitu ambacho Mungu alikuwa anakazia mwaka jana kukisema, alikuwa anatueleza wakati tunazungumza yale maombi ya mwaka jana. Mungu alikuwa amenipa kuona nafasi kubwa ambayo Mungu ameiandaa, ambayo anataka kutubariki, au vile viwango ambavyo anataka kutuingiza. Na ndani ya vile viwango alihitaji tuombe katika ulimwengu wa roho, katika nafasi za kiroho, kutokee kupanuka, kutokee kuongezeka, kutokee kuvuka vile vizuizi ambavyo ni mipaka, vinavyoweza kufanya mtu akabaki katika wigo fulani bila kutoka kwenye wigo huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Zile kuta za wigo ambazo nyakati zingine zinaweza kumfanya mtu miaka na miaka anabaki anazungukia wigo huo. Kulikuwa na maombi ambayo Mungu alielekeza tuyaombe yanayobomoa ule wigo, ili kutokee kupanuka, kwa sababu anachotaka kuachilia Mungu ni kikubwa, iwepo nafasi inayotosha kubeba na kuhimili ukubwa ule wa kile kitu Mungu anaachilia. Haleluya. Ndio maana tukapata ujumbe wa kitu kinaitwa upenyo na kupanua mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninatarajia shuhuda za mwaka huu ziwe ni shuhuda ambazo zinagusa mambo Mungu aliyoyafanya, hasa namna ambavyo tumetoka mahali tulikuwa. Mwaka huu umetuwekea alama ya kwenda ngazi zingine, ya kupanuka zaidi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Kwa naomba niendelee kuwahimiza sana kuendelea kuwa mnatoa shuhuda. Shuhuda zinajenga sana. Haleluya, haleluya. Jamani, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tunaanza sasa. Twende kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Hii kitabu cha Matendo ya Mitume ni story moja ndefu ya tukio moja lilitokea. Lakini kwa sababu hatuwezi kusoma sura nzima, nilisema tusome kuanzia mstari wa ngapi? Mstari wa 13 mpaka wa 19. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema, Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji. Mkamuua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu alimfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemwona na kumjua. Na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Basi sasa ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunaendelea na agenda yetu ya maombi, agenda ambayo nilikuwa naiongelea tangu siku ya kwanza nikifanya utangulizi. Nilisema tunaomba mabaya yakapate kupisha mema. Palipokuwa na mabaya yapite, halafu nafasi tengenezwe kwa ajili ya mema kukaa. Jina la Yesu libarikiwe. Na nikasema jambo hilo linajitafsiri kwenye mbadilishano wa miaka. Nikasema katika lugha, baadhi ya maandiko ya Biblia yameita miaka nyakati. Na ukishasema neno nyakati, husemi tarehe na miezi. Nyakati unazungumza muda na mambo yaliyotendwa au yaliyotokea katika muda ule. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana tunasema, mtu anasema nyakati za utoto wetu. Hazungumzi miaka hapo, anazungumza mambo yalivyokuwa. Anaongelea jambo ya mambo yalivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akasema mara kadhaa katika maandiko miaka akiita nyakati. Nyakati 7 zikapita juu ya Nebukadreza, akimaanisha miaka 7. Dhiki kuu ikatabiriwa na Danieli, itakuwa wakati na nyakati 2.5 wakati, ikimaanisha miaka 3.5. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nyakati ikimaanisha muda na matukio yake, muda na mambo yatakayokuwemo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo Biblia inazungumza miaka katika lugha ya nyakati. Kwa hiyo Mungu anapobadilisha miaka, kalenda zikapishana, mwaka mmoja ukaondoka,
ili upishe mwaka mwingine kuingia. Si tu mwaka kwa maana miezi na tarehe vimebadilishana, lakini ulimwengu wa roho una agenda nyingine tofauti kwa ajili ya mwaka husika, isiyofanana au iliyo zaidi ya ile kalenda iliyotangulia. Ndio tafsiri yake. Haleluya. Mungu si Mungu wa mambo yale yale miaka yote. Ndio maana alisema kuna kusudi kwa kila wakati chini ya jua. Na watu wameelewa nilichosema hapo? Haleluya. Yaani unaweza ukabaki vile vile. Kwa ukadhani unaishi 2025, kumbe basically wewe unaishi 2023. Kwa sababu Mungu alibadilisha wakati na mambo yake, wewe ukabadilisha tu tarehe, lakini mambo hayakubadilika. Mna vizuri? Ukabadilisha tu namna ya kuandika tarehe kwenye karatasi na mwezi na mwaka, lakini mambo ya kwako hayabadiliki. Bado uko mwaka ule uliokwisha kuondoka. Haujaingia mwaka mwingine katika agenda za kiroho. Tunakwenda pamoja. Kwa Mungu anapobadilisha mwaka, amebadilisha nyakati. Maana yake makusudi pia yanabadilika, kwa sababu kuna kusudi kwa kila wakati. Ngoja nisome vizuri nisinukuu vibaya. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi. Kuna wakati kwa kila kusudi. Haleluya. Makusudi hayagongani ndani ya wakati mmoja. Kila wakati ukija na kusudi lake linakuja la wakati huo. Haleluya. Kila kusudi likikusudiwa linapangiwa litatimia wakati upi. Umeelewa vizuri? Litatokea wakati upi. Ndio maana Yesu alipozaliwa hakuzaliwa tu bila utaratibu. Ilipangwa wakati, na mwandishi wa Wagalatia anasema hata ulipofika utimilifu wa nyakati. Unasikia? In the fulfillment of time. Katika utimilifu wa nyakati ndipo Yesu akazaliwa. Hakuzaliwa tu. Alizaliwa wakati umefika, kwamba nyakati Mungu anataka kubadilisha kalenda ya dunia. Mungu anataka kuanzisha kizazi kingine. Wakati wa kizazi kingine umepita. Anataka azalishe kizazi kingine kinachoitwa kanisa. Ndio wakati huo Yesu akazaliwa. Anataka badilishe maagano. Agano la mlima Sinai liondoke, lije agano la Kalvari. Tunakwenda pamoja. Ni hapo ndipo Yesu akatokea. In the fulfillment of time. Katika utimilifu wa nyakati. Mnaelewa anachoongea? Naandaa ufahamu wa kila mtu ajue kuwa serious mwaka unapobadilika. Usipokuwa serious, tunaweza kuingia 2026 mwingine akabaki 20 na ngapi? 25. Tukija kushuhudia mambo Mungu ametutendea 26, yeye hana, kwa sababu aliishi wakati uliopita. Tunakwenda pamoja. Ule wakati wa kimungu yeye hakuishi. Alikuwa bado yuko nyuma, hakuvuka kuingia kwenye ule wakati wa kimungu. Ila kutane na mambo ambayo wakati umekuja nayo.
Kwa sababu kila wakati una mambo unayokuja nayo. Ndio maana hili neno kwa kila wakati kuna kusudi. Kila wakati ukija kuna mambo huo wakati unakuja nayo. Na Mungu analeta mambo ya huo wakati. Sasa kama hukufanikiwa kujiweka namna ambavyo nyakati zikibadilika na wewe unaweza kubadilika, namna yako ya kuamini, namna yako ya kuomba, namna yako ya kumjua Mungu, namna yako ya kupokea, huwezi kubadilika. Unaweza kubaki wakati uliopita. Kwa mambo yaliyokuja na wakati uliokuja, wewe usikutane nayo. Tunakwenda pamoja watu wa Mungu? Wangapi mpaka hapo wameelewa? Haleluya. Biblia sasa inasema kwamba Yesu alikuja. Watu hawakujua wakati. Walikuwa ni watu kama sisi. Sio majambazi. Sio vuta bangi huko mabarabarani. Sio wapiga ramli. Hawa Petro naongea nao haya maneno ni makuhani, ni mafarisayo, ni masadukayo, ni watu wa, ningesema kanisani lakini wale sasa walikuwa haiti kanisa, walikuwa naita hekalu na masinagogi na vitu hivyo. Ni watu wa masinagogini na hekaluni. Haleluya. Ni watu wa kitabu. Wakati wao kilikuwa kiitwa Biblia, kilikuwa kinaitwa Torati. Haleluya. Ni watu wanashinda na hicho kitabu ambacho kwa leo sisi tunashinda nacho tukikiita Biblia. Jina la Yesu libarikiwe. Wao walikuwa nacho kila siku wanakisoma, kinaitwa kitabu cha Torati. Tunakwenda pamoja. Ni watu wa madhabahu. Lakini wakati akaja mtu ambaye Petro alimwita mkuu wa uzima. Tunakwenda pamoja. Alimtaja kama mkuu wa uzima. Akaja katikati yao. Akanena katikati yao. Akahubiri katikati yao. Akatenda miujiza katikati yao. Halafu wakamwita mtu ambaye anafundisha mapotofu, anapotosha watu. Ndivyo walivyomwita. Kwa nini? Nini kilitokea? Wakati ulikuja, wao hawakuingia kwenye wakati. Kuna watu wanaelewa hiyo lugha vizuri na yonge. Mungu alibadilisha nyakati, wao wakawa hawakubadilika kuingia kwenye nyakati. Nyakati zilibadilika, wao hawakuhama nyakati. Wakabaki namna yao ya wakati uliopita. Kumbe Mungu yuko kwenye mchakato wa kupishanisha nyakati. Nyakati zilizoitwa Agano la Kale zipite, zije nyakati ambazo tunaziita Agano Jipya. Wao hawakugundua. Mjumbe wa Agano Jipya hawakumfahamu. Kwa hiyo wakamkataa. Si tu kwamba alimkataa, Petro ametumia neno wakamkana. Walipomkana wakaona haitatosha, wakamuua. Maneno yanayozungumzwa hapo unahitaji ufahamu yaelewe. Wakaua mkuu wa uzima. Sasa unaongelea uzima halafu ongelea kufa. Haleluya. Wanataka kuleta agenda ya kitu kinaitwa kufa, lakini wanamletea agenda ya kitu hicho kinaitwa kufa, anaitwa uzima. Unauaje uzima? Life au uzima ni kitu ambacho hakijui kufa na hakikuwahi kufa. Tunakwenda pamoja. Haleluya. Na mauti ni kitu ambacho hakijui kuishi na hakikuwahi kuishi. Kwa vitu viwili, kimoja hakijui uzima na kingine ndani mwake hamna mauti kabisa, kingine ndani mwake hakuna uzima kabisa. Watu ambao wamebaki nyuma ya nyakati wanataka kuleta wavikutanishe. Wakutanishe mauti isiyojua uzima na ndani mwake hakuwahi kutokea uzima. Wailete
ili kwamba iue mtu ambaye ni uzima na ndani mwake hakujawahi kuwamo mauti. Bwana Yesu sasa. Kilichotokea walipofanya vile kwenye ulimwengu wa roho, uzima ukakutana na mauti. Yale yaliyotokea wakati uzima na mauti wamekutana yakasababisha mauti kashindwa milele na uzima ukashinda milele. Mkuu wa uzima akafufuka na hata kufa tena. Mkuu wa uzima akafufuka na hata kufa tena. Na wote waaminio wakapata nguvu ya kuwa na uzima, hata wakifa wangali wanaishi. Na wanaishi milele. Jina la Yesu libarikiwe. Hilo ni tatizo la nyakati, kwamba nyakati zimebadilika. Kuna ambao hakugundua kwamba nyakati zinabadilika, na nyakati zikibadilika agenda pia zinabadilika. Makusudi yanabadilika. Viwango vya neema vinabadilika. Viwango vya baraka vinabadilika. Viwango vya ufahamu vinabadilika. Viwango vya mafunuo vinabadilika. Viwango vingi vinabadilika nyakati zinapobadilika. Tunakwenda pamoja. Tunakwenda pamoja watu wa Mungu. Paka hapo wangapi wanasema tuko pamoja? Haleluya. Kwa hiyo Petro kuwapa majibu ili wa connect, akawaambia mlifanya hayo kwa sababu ya kutokujua, lakini hampaswi kuendelea hivyo, kwa sababu na ninyi mnapaswa kuingia katika agenda ya Mungu. Petro anawaambia, okay, mlikosea. Okay, mlimkana. Sawa, mlimwacha. Sawa, mlimuua. Sawa, mlifanya vyofanya, mkamkataa, mkamkana. Lakini bado iko nafasi. Hamuwezi kuendelea hivyo. Lazima muingie kwenye nyakati za kimungu ambazo Petro akazitaja, akasema zinaitwa nyakati za kuburudika. Nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Akasema kwa hiyo tubuni basi, kwa kuwa mliyafanya hayo bila kujua, tubuni basi mrejee. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zikapate kuja nyakati za kuburudishwa. Times of refreshment. Hallelujah. Nyakati za huzuni kuondoka, tukapata raha nafsini mwetu. Ukizungumza nyakati za kuburudika, unazungumza nyakati ambapo mambo mabaya yametoa nafasi ya mambo mema kuingia. Kwa sababu hakuna kuburudika katikati ya mateso. Sawa sawa. Hakuna kuburudika katikati ya maumivu. Mungu anapoongea kwamba tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa, lugha anayoiongea anasema tubuni ili nyakati mbaya zipate kuondoka, zikapate kuja nyakati njema juu yenu. Kwa sababu ni nyakati njema ndizo zinazoweza kuwafanya watu wakaburudika. Nyakati mbaya haziburudishi. Haleluya. Nyakati za machozi haziburudishi. Nyakati vitu vyote vinakufa, si nyakati zinazoweza kuburudisha mtu. Nyakati za kukataliwa na kosa kibali kila mahali, si nyakati zinazoweza kuburudisha mtu. Anaposema tubuni mrejee,
zipate kuja nyakati za kuburudika, anaongea zipate kuja ambayo mabaya yatapisha na mema yatakuja. Zipate kuja nyakati mbaya zitaondoka, ili zije nyakati njema juu yenu. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa nini anaongea hapa? Anachoongea ni kwamba kuna uwezekano watu kupishana, kuwa na aina ya mambo au maisha au vitu kwenye maisha yao, au kanisa kuwa na vitu kwenye maisha ya kanisa asivyovifurahia Mungu, vyaweza kuwa mlango wa nyakati mbaya juu ya wahusika. Haleluya. Naposema hayo, jana nilikuwa na makini kusema si yote, kwa sababu kuna mengine yanaweza kuja si nyakati mbaya, ila ni jaribu la kukupromote. Na mimi nataka nikuhakikishie, jambo lolote linapokuja kama jaribu ili likupromote, unaweza kupitia wakati ambapo kila mmoja anakuona kama una maumivu mengi, lakini wewe moyoni mwako unasikia raha, unasikia nguvu tu, unasikia furaha, na unaona una nguvu na unaendelea. Walio nje wanaokutazama unavyopita ndio wanaona kama pengine hata moyoni mwako upate hata usingizi usiku. Kumbe unasingizia vizuri, unakula, unashiba, una furaha na una amani, kwa sababu Mungu anakupa neema ya kuvuka kwa ushindi. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa sababu si kila kibaya kimetokana na makosa mtu amefanya. Mengine ni yanayokuja ili mtu awe promoted kutoka ngazi fulani kwenda ngazi nyingine. Jana nilikuwa nakukumbusha ushuhuda niliowahi kutoa, jinsi ambavyo Mungu aliniambia yale yote aliyopita hakuna shetani, nilikuwa na kuingiza kwenye mkondo wenyewe nilo kukusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu nimeingia kwenye uchungaji, mwaka ule ulikuwa ni mwaka wa 13. Lakini ndani ya miaka 13 nimeanza upya mara 4. Nimeanza upya Tanga, nimeanza upya huku mjini kwenye gorofa, nimeanza upya kule mahali mnapajua pale, na hapa naanza upya mara 4 ndani ya miaka 13. Na tangu siku ile mpaka leo nina miaka 15. Maana yake miaka ambayo nimekaa hapa ni mingi zaidi kuliko miaka 13 ambao nimeanza upya mara 4. Unaelewa nachoongea? Nimeanza upya mara 4 ndani ya miaka 13. Na leo tangu nimeanza upya mara ya mwisho nina miaka 15. Si huu ndio mrefu zaidi? Jina la Yesu libarikiwe. Ile ilikuwa ni kwa sababu ya promotion. Kulikuwa nako kama mpito fulani kwa ajili ya promotion. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kwa muktadha wa hili neno, uko ukweli kwamba kuna mambo ambayo hata tukifanyaje, tusipoyatubia yakaondoka kwenye maisha yetu, tutaendelea kukaribisha nyakati mbaya kwenye maisha yetu, na hazitaondoka. Tutazikemea, haziondoki, kwa sababu kanuni si kuzikemea, kanuni ni toba. Jina la Yesu libarikiwe. Kanuni ni toba. Ndio maana jana nikasema ni vizuri hata tunapoomba tuombe ufunuo. Kuna mambo mengine akili yako inakwambia hii haina shida hii, lakini Roho Mtakatifu anajua hii ina shida. Unatakiwa Roho kwambie hii ina shida. Unajua Samsoni, usifikiri kwamba yeye alikuwa anapenda kumkosea Mungu. Samsoni si kwamba alikuwa anataka kumkosea Mungu, wala ndio furaha yake kumkosea Mungu. Tatizo la Samsoni lilikuwa ni kudhani hii haina shida.
maadamu sijatoa siri, hii haina shida. Anaenda analala kwa kahaba, maadamu sijatoa siri, hii haina shida. Tunakwenda pamoja. Anahama kwa kahaba huyu, anaenda kwa mwingine, maadamu sijatoa siri ya nguvu zangu, hii haina shida. Akimaliza kijitesti, anaona nguvu bado zipo. Anaamka nyumbani kwa kahaba, anapitia geti la mji, anaenda na tupa mlimani, sasa hii haina shida. Kumbe ina shida. Ndio hiyo inakaribisha, ndio hiyo inakupeleka pabaya, ndio hiyo inakwenda kukuharibia, hiyo ina shida. Samsoni hakuwa mbaya kwa Mungu kiasi hicho, kiasi cha kumuudhi Mungu makusudi. Alikuwa nadanganywa na kitu haina matatizo hii. Hii si shida, hii si mbaya sana. Mungu yuko pamoja nami. Na kwenda kicheki Mungu, watu wakimvizia wamemfunga makamba, akinyanyuka hivi kamba zinakatika kama uzi umeguswa na moto. Haina shida kumbe. Haleluya. Amelala kwenye mapaja ya kahaba, anabemberezwa, halafu anasema mkinifunga kwa kamba mbichi, akiamka kamba zinaka kumbe haina shida. Kulala kwenye mapaja ya kahaba, hii haina shida. Maadamu nguvu bado zinanishukia. Haleluya. Mara ya mwisho aligundua ina shida, amechelewa. Aligundua ile jambo amelizoea, amelijengea mazoea, na moyo wake hauna toba nalo. Unanielewa vizuri? Njia za Mungu ukizikosea, halafu kazijengea mazoea, maana yake huna uwezo wa kuwa na toba ya jambo hilo. Tunakwenda pamoja. Ukisha kukosea njia za Mungu, halafu kajenga mazoea ya makosa hayo, ushuhuda wa ndani wa toba kwa kawaida unakufa. Unashindwa kutubu, na dhambi hiyo hugeuka dhambi ya mauti. Kwa kweli hakuna dhambi haisamehewi. Dhambi inaitwa dhambi ya mauti mtu anapofika level kwa kiwango kwamba dhambi hiyo hata kiitendaje hasikii moyo wa toba. Imeshakuwa ya mauti, kwa sababu itampeleka motoni, kwa sababu hata tubu. Hali ya kutubu imeshampotea. Haleluya. Moyo wa toba umeshamuondoka. Moyo wa toba kisha kuondoka, umeenda, unaenda motoni. Na dhambi hiyo hiyo ambayo ungeitubu ungesamehewa, inageuka baadaye kwa dhambi ya mauti, kwa sababu imekusababisha ukapoteza hali ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndicho kitu kilichotokea. Alikuja kugundua alistahili kutubu, sasa hana macho. Ndio kaanza, Mungu, si hata nilikuwa toba ile, Mungu nikumbuke sasa, Mungu nipize kisasi macho yangu mawili. Haleluya. Naomba nisaidie leo nife na Wafilisti hawa. Sasa ndio anakuwa natubu vile anajua yeye. Haleluya. Anagundua nilishakosea, wakati huo hana macho. Anagundua nilikuwa nacheza na moto, wakati huo haoni tena. Ndio natamani nyakati zirudi, haziwezi kurudi. Na natamani zile nyakati za miaka ile zingerudi tena, angeanza upya, lakini zile nyakati haziwezi kurudi tena. Kwa kilichomtokea, Mungu akampa neema tu ya kufa pamoja na Wafilisti. Akawaambia, nionyesheni nguzo, nisogezeni kwenye nguzo nizipapase. Wakampeleka kwenye zile nguzo,
Kapapasa, akasema hii ndio zenyewe. Akaita Mungu, Mungu nilipie kisasi macho yangu, naomba nife na hawa. Haleluya. Akatikisa, Mungu akamjalia nguvu za mara ya mwisho, nguzo zikavunjika, jengo likaporomoka, watu 3,000 wakafa na yeye akiwemo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka jiona leo tutubu chochote ambacho Roho wa Mungu atakusaidia kukiona kwenye maisha yako. Ndio maana nimesema unapoomba, omba na ufunuo pia. Mungu nisaidie kupambanua, nisaidie kugundua hiki chaweza kufanya nikadumu kwenye nyakati mbaya, kikazuia nyakati zangu za kuburudishwa na uwepo wa Mungu. Ninaomba Mungu unisamehe. Kama kuna nisichokijua, kaniposema Zaburi mwingine akasema nionyeshe njia zangu. Haleluya. Mungu akikuonyesha usikihesabia haki, na Roho Mtakatifu amekuonyesha hicho sio sawa. Kinachotuma mara nyingine tunauawa na kujihesabia haki. Kuna vitu tunavihesabia haki, kumbe havina haki. Jina la Yesu libarikiwe. Sema Mungu, natubia hili jambo hili. Zije nyakati za kuburudishwa. Dhambi inaleta nyakati mbaya. Kumhuzunisha Roho Mtakatifu kunakaribisha nyakati mbaya, au kuna retain, kuna zitunza zisiondoke kama zilikuwepo. Nyakati mbaya, kumhuzunisha Mungu, kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Haleluya. Tuliombe na kanisa, mwishoni nitaongoza tuliombe na kanisa, toba ya jumla ya kanisa. Haleluya. Lakini wakati huu shughulika na ya kwako kwanza, baadaye kwa pamoja tutashughulika na ya kanisa. Naomba tusimame. Jesus, 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 Jesus. Jesus, thank you. Ramashakaria Bosaka. Rita Karabusha Pokuri. Katika kusaidie kuona jambo ambalo ustahili kuvuka nalo, kuona madhaifu, makosa na mazoea mabaya mbele za Mungu ambayo hupaswi kuvuka nayo. Ingia moja kwa moja kwenye maombi, na Roho Mtakatifu akusaidie ndani ya kina cha moyo wako, unapoendelea kwenda ndani katika vyumba vya ndani vya moyo na vya nafsi yako. Na Roho Mtakatifu akusaidia kuona mambo ambayo hupaswi kuvuka nayo. Mungu anapobadilisha nyakati, wewe hupaswi kuvuka nayo, kwa sababu atazuia burudiko la uwepo wa Mungu katika nyakati azifanyazo Bwana. Baba mwaminifu, katika jina la Yesu uishie milele na unayemiliki milele yote, leo tunasogea mbele zako tukiwa kanisa lako kwa moyo wa toba, kwa moyo wa toba. Kila mmoja wetu Yesu, kila mmoja wetu Yesu, kwa kadri ambavyo tumeenenda na kutembea katika mwaka huu na pengine na miaka iliyotangulia, na mambo yaliyokuwa mazoea ukuyafurahia lakini hatukuyaacha, ukuyapenda lakini hatukuyaacha Baba, mengine tukayahalalisha, mengine kwayo tukajihesabia haki. Ninaomba katika jina la Yesu, rehemu kila mmoja wetu Bwana,
uturehemu leo katika jina la Yesu, uturehemu leo katika jina la Yesu, uturehemu leo katika jina la Yesu. Mungu atusaidie. Naomba isiwe kwa sheria, kila moja muombe Roho Mtakatifu. Jambo unalotubia liwe katika roho na kweli, isiwe katika shinikizo kama la sheria fulani, kama la lazima fulani, kama la kulazimishwa fulani, lakini ije neema ya Roho Mtakatifu, neema inayoleta hukumu ya ndani. Maandiko amesema yeye mwenyewe ataushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Hebu ile neema na nguvu ya Roho Mtakatifu ya kushuhudia, inayoweza kushuhudia mtu, ikaushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu, ndio ikapate kutawala wakati huu katika nafsi ya kila moja na katika moyo wa kila moja, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Rekashaka ya bosaka ya mandaramondo ya bagaseke ye mandarabo shapo koria bagaseke ya mandarabo koria bagaseke ye ndaramondo ya bagaseke rebosaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Ninahudhuria mbele zako pamoja na kundi hili ambalo Bwana umeniamini kwa mchungaji wao, ambalo mara nyingi nimesema natamani lote nilifikishe mbinguni, natamani asiwepo ambaye hataweza kufika mbinguni. Nimesema mara kadhaa mbele zako kwa habari ya kundi hili, na ninaomba leo upate kumwaga moyo wa toba, ukapate kumimina moyo wa toba, ukamimine roho ya toba. Kila lisilo la haki liletwe nuruni Bwana, kila lisilo la haki likapodoreshwe mbele za nafsi na mbele za macho ya kila moja, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Kila lisilo la kupendeza machoni pako likapate kudhihirishwa katika nuru ya neno lako, katika jina la Yesu, na katika nuru ya Roho wako likutane na nguvu ya toba, nguvu ya toba, nguvu ya toba, nguvu ya toba iliyobadilisha mwizi pale msalabani ikamwingiza paradiso. Ninaomba nguvu ile ya toba ikapate kutawala, ikatamie mahali hapa Bwana, ikaifunike kila nafsi katika jina la Yesu. Mungu, hata yeyote ambaye Mungu kwa namna ya vipimo vyako vya rohoni ungeweza kumwita mgumu wa moyo, asiwekalia mgumu wa moyo kwa namna yote ile, leo katika jina la Yesu umesema na keti mahali pa juu, tena palipoinuka sana, pamoja na kila roho iliyotobo, yeye aliyetobo, yeye ambaye moyo wake nafsi yake imepondeka mbele zako. Umesema huyo ndio unakaa naye ili kuzivua roho za unyenyekevu. Ninaomba katika jina la Yesu, naomba moyo uliopondeka, umba moyo ulionyenyekea, umba moyo na nafsi iliyotobo, roho iliyotobo ndani ya moja wetu, katika jina la Yesu. Ya mashakaraboseke nafasi yake kanisa, mahali ambapo limeacha wajibu wake, mahali ambapo mengine ni ya waumini katika kuacha wajibu. Baba, nayo tuombe rehema katika ujumla wa kanisa, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Tuombe rehema kwa Bwana, tutubu ili zije nyakati za kuburudishwa, si kwa ajili yetu wenyewe, lakini hata kwa kanisa letu na mifumo yake yote na uongozi wake wote na maongozi katika waumini na wajibu wao wote na nafasi yao yote, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Ramashakayaba, Roho Mtakatifu, tunanyenyekea mbele zako, tunatubu Bwana kwa ajili ya kanisa, katika jina la Yesu. Naomba rehema Bwana kwa ajili ya kanisa, tusaidie Bwana, uturehemu Bwana, ututakase Bwana, utuoshe Bwana, katika jina la Yesu. Pale panapohitaji matengenezo, tunakupa nafasi ya kututengeneza Baba. Fanya matengenezo, fanya matengenezo, fanya matengenezo katika mifumo, likiwapo lisilo la kwako, lisiyotokana wewe, lisiyopatana moyo wako na makusudi yako. Tusaidie Bwana, tulifanya matengenezo Baba. Saidia viongozi wote, tusaidie viongozi nyakati zingine katika nafasi
zetu za uongozi hatujafanya tupasavyo, hatujawajibika tupasavyo. Baba, turehemu leo katika jina la Yesu. Nyenyekeza moyo wako na nafsi yako mbele za Mungu. Mwambie Mungu, nataka kuanza upya. Mwambie Mungu, nimezitafakari njia zangu. Umenionyesha kwa Roho wako zile njia ziletazo majuto, nimeziona. Zile njia ziletazo nyakati mbaya, nimeziona. Zile njia ziletazo nyakati za maumivu, nimeziona. Mwambie Mungu, hizi njia ninaziacha. Mwambie Mungu, hizi njia ninaziacha, ninaanza upya. Ulisema utanifundisha njia ya kuiendea, utanishauri jicho lako likinitazama. Niko tayari kuongozwa na wewe katika njia zako, ili nijue njia ya kuziendea. Naomba sasa unifuatishe katika maneno haya. Sema: Baba Mungu, leo nimesimama mbele zako, nimepata nafasi ya kujitazama, nimepata nafasi ya kujichunguza, nimepata nafasi ya kujitathmini, nimepata nafasi ya kujiona mwenyewe namna nilivyo mbele zako. Nimepambanua, nimejua njia zisizofaa, njia ziletazo huzuni. Kwa Roho wako Mtakatifu na katika kiti chako cha enzi, leo nimezitubia, na hata sasa naendelea kuzitubia ili kuziacha kabisa, ili zisiwemo ndani ya maisha yangu, kwa sababu nataka kuanza upya katika nyakati mpya uzifanyazo, katika jina la Yesu. Kwa naleta moyo wangu, moyo mnyenyekevu, moyo unaokuhitaji, moyo unaotamani, wenye shauku ya kukupendeza, wenye shauku ya kukuishia, ndio naokuja nao mbele zako. Ule moyo ambao umesema wewe unaufurahia, wewe unapendezwa nao, ninaomba unisaidie. Huo ndio uumbike ndani mwangu kutokea siku hii ya leo, katika jina la Yesu. Moyo huo uumbike ndani yangu, uniumbie moyo huo ndani yangu, katika jina la Yesu. Nifundishe njia zako, niongoze katika njia zako, njia za haki, kama ulivyosema mtunga Zaburi kwamba wewe huniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Hata ningepita katika bonde la uvuli wa mauti, siogopi mabaya, kwa sababu upo pamoja nami kuniongoza katika njia za haki. Niko tayari Bwana kujiweka chini ya uongozi wako, ili niongozwe na wewe katika njia za haki, katika nyakati uzifanyazo, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa uwepo wako. Sasa ninazifuta nyakati mbaya, nyakati za machozi, nyakati za machungu, nyakati za maumivu, nyakati za vilio, nyakati za aibu, nyakati za fedheha, nyakati za kudhiliwa. Ninazifuta katika jina la Yesu. Ninazifuta katika jina la Yesu. Ninazikataa katika jina la Yesu.
Kutokea sasa niko tayari kuingia katika nyakati mpya uzifanyazo, nyakati za kuburudishwa, nyakati za kuburudika, nyakati za kuburudishwa. Naomba uendelee kuomba kuingia katika nyakati za kuburudishwa katika jina la Yesu. Endelea kuomba nyakati zibadilike, endelea kuomba nyakati zibadilike, endelea kuomba nyakati zigeuke, zije nyakati za kuburudishwa. Natangaza nyakati za kuburudishwa na nena nyakati za kuburudishwa katika jina la Yesu. Inawezekana ukaingia kwenye majira mapya na nyakati mpya za kuburudishwa, nyakati za kuburudika katika uwepo wa Mungu, nyakati za kuburudishwa katika uwepo wa Mungu, katika jina la Yesu, 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 nyakati za kuburudishwa. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu kwa jambo jipya ulitendalo, kwa jambo ulifanyalo. Asante Roho Mtakatifu kwa jambo ulifanyalo. Asante kwa sababu limekuwa. Asante kwa kumelitenda kwa watu wako Bwana, kwa kanisa lako, katika jina la Mwokozi wetu Yesu. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Ukiwa umeendelea kutulia hapo uliposimama, naomba usikilize neno hili. Naomba nikaribishe mama na jambo anataka kusema.